Nimeshawahi kufika hospitali wakaniandikia rufaa ya kwenda Mbeya, ndio kama hiyo hela sina. Waje huko kwa waganga nimezunguka sana, sikuona mafanikio, ndio nikasema labda nijaribishe na hospitali. Kwa waganga nilikuwa naambiwa kwa ni la kutendewa na watu. Na wewe ulikuwa unaoje kama ni la kutendewa, nafanyaje ili liishe, na wao wanakujibu kitu gani? Baba wa hao watoto baada ya kuona mkeo amepatwa na hilo tatizo akaamua kufanyaje, kumtelekeza kwa amemkimbia. Kwa hiyo kabaki ni mzigo wa nani? Wa mama. Kutokana na hali ngumu ya wananchi, watu hawajavuna mazao yao, mtu anaenda kutoa kilichopatikana kama kiasi cha shilingi 20,000. Tumetembea sana kwa waganga wa kienyeji. Mama yangu ametupa hela, hakuna msaada wowote kutoka kwa baba. Waswahili walisema hujafa hujaumbika. Leo Katavi Media tumepiga kambi katika eneo hili la Tambukareli. Ni moja eneo maarufu sana katika mkoa wa Katavi na upatikana katika mji wa Mpanda ambao ni makao makuu kabisa ya mkoa wa Katavi. Tumekutana na binti. Pole sana. Asante. Tatizo hili limekuanza lini? Lilianza mwaka 2019. Ndio lilianza kama kaupele, ndio kikaenda kinakuwa mpaka kikaa hivi. Lilianza kama kaupele tu. Na nini ambacho umefanya ili kuhakikisha kama swala hilo hapo unalimaliza? Nikimaanisha, uliwahi kufika hospitali na walikwambia nini? Nimeshawahi kufika hospitali, wakaniandikia rufaa ya kwenda Mbeya, ndio kama hiyo hela sina. Na wao hospitali walikwambia changamoto ni nini ambayo limepelekea kitu kuwa hivyo? Hawakuniambia wenyewe tu, waliniandikia karatasi niende Mbeya. Kwa hiyo walikuandikia tu karatasi uende Mbeya, ili hali hawakukwambia kama changamoto ni nini? Ndio. Na unapata maumivu? Ndio napata. Na sana maumivu unayapata wakati gani? Usiku, mchana, ukiwa umelala, ukiwa unakula, ukiwa unafanya kitu gani? Mchana. Ndio nasikia maumivu, kinauma na huko kinawasha. Ndio. Okay, sawa. Na baada ya kuandikiwa rufaa kwamba yanatakiwa uende Mbeya, mpaka sasa unafanyeje ili kuhakikisha unafika Mbeya? Mpaka sasa hivi ndo nimekuja kwa mwenyekiti niombe msaada kwa wananchi ndo niende Mbeya. Na hospitali kwanza walikuambia kwanza ni ugonjwa gani, kwamba bana wewe kinachokusumbua ni ugonjwa fulani? Waliniangalia tu, kwa hivyo niangalia ndo akasema ili aliwezekani hapa paka Mbeya. Na maana hakunipima hata kunipima. Yaani walikuangalia tu na akasema ili jambo lako aliwezekane labda uende Mbeya. Kwa hata wewe hapa hujui kama huu ni ugonjwa gani na unasababishwa na nini? Ndio, sijui. Na labda kwenye familia yenu, labda ukoo wenu, kuna mtu yote ambaye ameshawahi kutokea na changamoto ya uvimbe wa namna hii, yani hata sehemu yote ya mwili? Hapana. Hajawahi tokea. Okay. Kwenye maisha kumekuwa na mengi. Kuna watu wengine ambao wamekuwa wakitokewa na changamoto za namna hii hapa, wanaamua kuzunguka kwa waganga wa kienyeji. Wewe kwako ilikuwaje? Huko kwa waganga nimezunguka sana, sikuona mafanikio, ndio nikasema labda nijaribishe na hospitali. Naweza nikapona. Ndio. Na kwa waganga ulikuwa unaambiwa nini? Kwa waganga nilikuwa naambiwa kwa ni la kutendewa na watu. Na wewe ulikuwa unaoje kama ni la kutendewa, nafanyaje ili liishe, na wao wanakujibu kitu gani? Waliniambia nenda hospitali. Yaani mganga alisema hiki kitu ni cha kutendewa na mtu, lakini baadaye wakatoa ushauri kwamba nenda hospitali. Ndio. Umehudhuria hospitali kwa muda gani mpaka sasa? Hospitali kwanza nilikuwa naongea na madokta, wakaniambia kuwa kuna madokta bingwa anakuja.
Kwa akasema akija nitakupigia simu. Nilisubiri kimya, akunipigia simu. Ndo majuzi juzi nilienda tena wakanichunguza, akasema linawezekana kutoa. Na sana madokta wanaosema kilichopo ndani ni kitu gani? Yaani kinachosababisha huo uvimbe? Walisema ni nani hii tu, nyama tu imejitokeza tu kuvimba hivyo. Na unasema kalianza kama kaupele? Kalianza kama kaupele. Kakaa kanawasha baadaye? Kakaa kanawasha baadaye kanaenda kanakuwa ndo ikaa kama hivi. Pole sana. Asante. Mume wangu tulikutana naye, nilikuwa binti, nilikuwa sina uvimbe, lakini nilipopata uvimbe, alipoona kanaenda kanakuwa, alichukua maamuzi ya kuniacha peke yangu, nile familia peke yangu. Mpaka sasa hivi waga atuongei naye. Na yupo wapi mume? Kwa sasa hivi sijajua aliko. Na mawasiliano? Mawasiliano naye waga siwasiliani naye. Kwa nini? Namba yake nikimpigia inatumika, mara haipatikani. Okay. Sasa una watoto wawili ambao umezaa na huyo mwanaume na amekukimbia baada ya wewe kutokewa na hiyo changamoto. Ni namna gani unalea hao watoto wako? Nalea nikienda kibaruani, nikipata 500, nikipata shingapi, ndio hiyo nalea. Na ni aina gani ya vibarua ambavyo unavifanya katika kuhakikisha familia yako inapata chochote kitu? Naokota maharage soko kubwa, naokota karanga, nikipata kwa kibarua kwa kulima nalima ili watoto wangu waweze kula. Na unapofanya hizo shughuli hazikuletei shida au changamoto yoyote kwenye huo uvimbe? Linaniletea, lakini navumilia hivyo hivyo ili mradi wanangu wale. Na kwenye kufanya hizo shughuli malipo unayoyapata ni yale ambayo mnakuwa kwa asilimia kubwa mmekubaliana, au kuna namna watu wanakudhulumu? Hawanidhulumu, wananipa tulivyokubaliana. Ndio. Tuje kwenye swala zima la familia. Ni namna gani familia inakuchukulia baada ya wewe kuwa katika hali hiyo? Familia yetu ni kama haipo sawa. Kwa hata kama ukipata tatizo kwa familia ikuangalie, sio leo hii. Ndio maana nimekuja kuomba msaada. Unaposema haiko sawa unamaanisha? Yaani ni kama hawani watu, ni kama hawana umoja vile. Kila mtu anaishi kivyake. Wewe unaishi na mama na baba? Unaishi na mama peke yake au baba? Mimi naishi na mama yangu. Na baba yako akiwa wapi? Baba yangu yupo lakini haeleweki. Yuko hapa mjini? Kwa sasa hivi hayupo hapa mjini. Yupo mapolini. Mapolini. Kwa mpaka saizi anayekuhudumia ni mama peke yake? Ambaye mama anafanya shughuli gani? Mama afanye shughuli yoyote. Isipokuwa tu anafanya kazi mashineni. Fanya kazi mashineni ya kupeperusha tu chenga. Okay. Sasa kwa namna ambavyo umesema mama ndo mtu pekee anayefanya hii shughuli ya kuhakikisha wewe unakuwa salama, na kazi yake ndo hiyo ya kupeperusha chenga ili mradi apate zile chembe za mchele, si ndo maana yake? Sasa labda mmewahi kuwasiliana na mzee na alisema nini? Mzee hata ukimwambia anasema tu tajijua wenyewe. Mzee anasema mtajijua wenyewe? Okay. Na ndugu zako, dada yako au kaka zako wapo? Wapo, lakini ndio maisha alivyo wenyewe. Ukiwashirikisha jambo wao wanasemaje? Wanatamani sana kunisaidia lakini hela ndio hizo. Okay. Kaka na dada wanatamani sana kukusaidia lakini swala la pesa ndo linaweka ukuta. Ndio. Okay. Mama yeye mwenyewe, turudi nyuma kidogo, ulipoambiwaga kwamba hii changamoto ni ya kutendewa, mama alikuwa na lipi la kusema? Mama alikuwa anapambania hivyo nipone. Lakini alikuwa anatembea kwa waganga na mama nipone, lakini kashindikana. Kauli ya mama kwako waga ni ipi mara zote unapoongea naye?
kauli ya mama nikimuuliza anasema koja nipate hela, lakini ndo kama hivi. Hela zinakuwa zinachenga chenga. Ndio. Kabla ya kupata ile tatizo, ulikuwa unajishughulisha na shughuli gani? Nilikuwa sijishughulishi na shughuli yoyote. Nilikuwa tu nimekaa basi. Na limekupata ukiwa na umri gani? Umenipata nilikuwa na miaka 19. Miaka 19. Ndio. Na sasa hivi una miaka 22. Miaka 22, na maana takribani miaka 3 takribani miaka, unasema limekuanza ulikuwa na miaka 19, sasa hivi 22, takribani miaka 3 na kusumbua. Ndio. Na umehangaika ndani ya kipindi chote hicho. Ndio. Okay, sawa. Ulipofika kwa mwenyekiti na ukamwelezea, yeye alikutaka ufanye nini ili kuhakikisha unasaidia? Nilipofika kwa mwenyekiti aliniambia koja nimwakilishe na mwenzangu mwandishi wa habari, tuone tunakusaidiaje, kwa maana wateseka kwa muda mrefu. Ndio. Umeshawahi kufika kwenye mabaraza ya kata kuona kama namna gani wanaweza wakakusaidia au ukaeleza kuhusiana na mzee wako Zewe anavyojibu? Hapana. Kwa nini? Sijawahi kufika. Ndio. Jamii inakuchukuliaje baada ya wewe kukumbwa na hilo tatizo? Ni watu wanaokuzunguka wanakuchukuliaje? Watu wananichukulia tu, wengine wananionea huruma. Wananionea huruma, wananiambia baba yako angekuwa anaeleweka. Na mimi naamini baba yangu angekuwa anaeleweka na shirikiana na mama, angekuwa ashapona. Sawa. Una nini cha kuambia Watanzania ili wakusaidie? Mimi ninachoambia tu, naomba msaada, niweze kurudi kwenye hali yangu tu ya kawaida, nifanane kama wenzangu. Natamani sana kufanana na wenzangu, kindo kama hivyo. Mimi naomba tu msaada, nisaidiwe basi. Una nini labda cha kuiambia jamii kuhusiana na wanaume wenye tabia kuwatelekeza wanawake pindi wanapopata matatizo? Wajifunze sana wanawake, ukipata tatizo, kwanza ukimpata mwanaume unayeishi naye ni matatizo, bado unaishi naye, mshukuru sana. Nachopenda kuwashauri wanawake wenzangu, wananihii tu, ukipata tatizo mtu akikukimbia hivi, afu baadaye ukipona, yani jifunze sana. Mimi ndio dada yake na huyu binti. Changamoto zilizomkuta huyu binti, amepatwa huo ugonjwa akiwa na ujauzito wa mtoto wake wa kwanza. Kalianza kama kachunusi. Baada ya hapo walimchanja mnyaa pale alipokuwa anaishi. Walipomchanja mnyaa wakajua kwamba kitafanyaje, kitarudi. Baada ya hapo akikurudi ikawa kimeendelea kufanyaje, kukua. Jinsi anavyoenda anakuna ndio kinavyoenda kinakuwa. Jinsi miaka inavyoenda inakwenda na chenye ndio kinaenda kinakuwa hivyo hivyo. Lakini changamoto yake, tumetembea sana kwa waganga wa kienyeji. Mama yangu ametupa hela, hakuna msaada wowote kutoka kwa baba. Baba yetu ndio kama hivyo. Mama amejaribu kupambana, amepambana, hatimaye amefanyaje, ameshindwa. Ameamua tu ameshirizia njiani, yani mwelekeo wa kampani hana. Haya, baada ya hapo tumeenda hivyo hivyo mama yangu, lakini endapo anakuwa amekaa ametulia tu, roho yake haimpi kulingana na changamoto za huyu dogo. Nilikaa na wajumbe wangu, tuliona tatizo la binti, kwamba jamani, naomba sasa tufanye jitihada za kuomba mchango wa wananchi hapa, kama hata kidogo kitapatikana basi tuweze kumsaidia. Haya, wewe toka siku zote hizi unatumia tiba gani? Kwa maana mimi nilikuwa natumia dawa za kienyeji, kukanda mara kuchanja, lakini jitihada ina mdomo zidi, yani uvimbe zidi kuongezeka. Umeshafika hospitali nimeshaenda karibu mara nyingi tu. Maelezo umefikia mara mbili niende, umenipa rufaa kwenda Mbeya. Sasa mimi sina hela. Haya, una ndugu yote hapa Mpanda? Wewe bibi yako alikuwa na wazazi wako tu hao wawili hapa Mpanda au uko Sumbawanga, hamna wengine? Sema ndugu wengine wako Mpanda, hapa ni binamu zangu, lakini wenyewe hatujaliani.
unaweza kaenda kwa mtu anafanya kama kutambui, yani kila mtu anakuwa na shughuli zake, basi kweli ikaweka ugumu zaidi. Basi nawaruhusu wajumbe watafute wachukue daftari kwa ajili ya kuchangisha mtaani. Siku ya mchango patokea changamoto nyingi, kulikuwa misiba iliyogawa mitatu mtaani kwangu kwa siku mbalimbali. Hilo zoezi likasitishwa kidogo, lakini mpaka sasa toka wiki jana waliingia mtaani kuanza kupita kutokana na hali ngumu ya wananchi, watu hawajavuna mazao yao. Mtu anaenda atatoa kilichopatikana kama kiasi cha shilingi 20,000. Kwa mpaka sasa uongozi wa mtaa mmefikia wapi katika kuhakikisha mnamsaidia huyu binti? Sisi kama mwenyekiti wa mtaa, kwa kufuatia swala la binti pamoja na wajumbe wangu, nimejipanga kuendelea kuomba mchango kwa jamii na jamii inayoishi naye mtaani kwangu, na pia natoa taarifa kwenye uongozi wa ngazi za juu, hasa kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na ofisi ya kata, ili kisha nikaomba vyombo vya habari hivi kuweza kuomba jamii mwenye kuguywa na swala hili basi aweze kumsaidia kwa chochote kile, ili binti huyu aweze kusaidiwa, kwani ana familia, watoto kama 2 na hana msaada aina yote. Hana msaada aina yote. Nyumba anaishi amepanga, alikuwa anaishi za bure. Sasa aliyekuwa amemweka ishi bure amefariki, aliyebaki anasimamia ile nyumba, anaanza kudai kodi. Kwa hivyo atafute fedha ya kodi, kisha atafute pesa ya kula, matibabu anapata wapi? Kwa hiyo baada ya kuja kufika hapo kwenye ofisi ya mtaa, tumeguswa viongozi na baadhi ya wananchi walitambua swala hilo, wako tayari. Nadhani tukiweka ushirikiano pamoja tutaweza kupata kinachowezekana, tutamrejesha. Lakini natambua kabisa mchango wa wananchi kwa hali hii sasa hivi ni uchumi ni mgumu, kila mmoja nadhani bado anaondoa mazao yao shambani, na swala hili limefikia mahali hali ya mgonjwa imekuwa ni ngumu zaidi. Naona itafikia mahali atashinda hata kuongea sasa, maana ukiona uvimbe uliofikia mbele, ukipima uzito wake labda inaweza kuwa hata nusu kilo au kilo nzima. Hasa kilo nzima kaa juu ya pua inaweka shida sana. Hiyo lazima mishipa yote ya kichwa inakuja kwenye uvimbe, hiyo inamsababisha maumivu makali, isipokuwa anaona aibu kusema uwazi shida ni kitu gani kinachomsumbua, kwa sababu anashindwa hata kujisaidiaje.